السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وهو أصدق في قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصلاة والسلام على رسول الله محمد خير من ربى وأفضل من أدب وأحيا القائل sumu tasihu. Amma baad, ndugu watazamaji wa Shalba Online TV, kwa mara nyingine tena katika kipindi chako pendwa Ilinde Funga Yako. Leo hatuzungumzii tu funga ya tumbo, bali tunaenda kuzungumzia the metaphysics of fasting, yani namna gani funga inavyofanya upasuaji katika moyo wako bila hata kutumia kisu. Tukianzia na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Az-Zumar aliposema innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighairin hisab, hakika wanaosubiri watalipwa ujira wao bila ya hisabu. As-sabirun huna swaimun, hapa wanaosubiri ni wafungaji, kama ilivyokuja katika al-Jami' al-Ahkam al-Quran. Imamu Qurtubi anasema as-swabirun huna swaimun, wanaosubiri waliotajwa kwenye aya hii as-swabirun katika aya hii ni wafungaji, kwa sababu funga ndiyo kilele cha subra, na wanaosubiri katika hili watalipwa ujira ambao hakuna ajuaye idadi ya malipo hayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tunapokuja na vipindi kama hivi kuhimiza kuhusu funga, tutambue kwamba funga si adhabu kwa moyo, bali ni spring cleaning for yourselves, yani ni usafi wa mwaka kwa ajili ya seli zako. Mwanafalsafa na daktari mkubwa wa Kiislamu Ibn Sina, ambaye alikuwa anatumia funga ya Ramadhani kama tiba, anasema aswaumu huwa dawau ruh wa misafatu jasadi min ashawaib, kwamba funga ni tiba ya roho na chujio ya mwili kutokana na takataka, uchafu, sumu, maradhi katika mwili. Hapa tunazungumzia mchakato wa kitaalamu unaoitwa autofagi. Neno autofagi linatokana na Kigiriki. Auto maana yake mwenyewe, fagi kula, yani autofagi maana yake mwili unajila wenyewe. Unapofunga maana yake umejizuia kula na kunywa, ndo kitu kikubwa, na ukijizuia kula na kunywa umekaa na njaa. Unapokaa na njaa kwa muda mrefu, mwili unakosa nishati ya nje. Badala ya kuzimia, mwili unatafuta taka ndani ya seli. Unakula seli zilizokufa, protini zilizoharibika na bakteria zilizojificha. Matokeo yake mwili unajisafisha na kuzuia maradhi hatari kama kansa, kisukari na mengineo mengi yanayosumbua katika maisha ya binadamu. Kama wanavyosema wataalamu wa tiba asilia na wasomi wa afya za kiroho kwamba aswaumu huwa rukunu tashafi dhati wa tathiru albadani min assumumi, kwamba funga ndiyo misingi ya kujitibu kiasili na kusafisha mwili kutokana na sumu. Ndugu yangu katika imani, unaweza ukajiuliza kile ambacho dini yetu ya Kiislamu imekiita kwa muda mrefu, kwa karne nyingi sana, atashafi, yani uwezo wa mwili kujitibu wenyewe, sayansi sasa hivi inakiitaje? Atashafi ambayo imeelezewa kwa muda mrefu sana na wataalamu wa Kiislamu, wanabiolojia wa kisasa wanakiita autofagi. Hii ni ile hali ambayo mtu unapokaa na njaa kwa takriban masaa 12 au zaidi, seli zako zinaanza kufanya usafi kwa ndani, zinakula sumu, zinakula seli za kansa zilizokuwa zianze kuchipua na kusafisha mishipa ya damu. Hii ndiyo inaitwa atashafi. Hivyo kufunga kwako ni bora, yani funga
ni daktari wako wa ndani, anakutibu maradhi ya ndani ya mwili wako. Sio tu kwamba inatibu maradhi ya ndani, bali inarekebisha akili, inaondoa stress, inamfanya mwanadamu atibike kiakili. Ndio maana unaambiwa saumul qalbi khairu min saumul lisan, yani funga ya moyo, yani akili ni bora kuliko funga ya ulimi. Utulivu wa akili ndiyo kilele cha saumu. Funga huchochea protini ya BDNF ambayo inafanya kazi kama mbolea ya ubongo. Inazalisha seli mpya za neurons na kuimarisha kumbukumbu. Watu wengi wana hasira na hasira ikizidi husababisha msongo wa mawazo. Funga hupunguza homoni ya cortisol, yani homoni ya stress, na huongeza endorphins ambayo hii ni homoni za furaha na utulivu baada ya masaa kadhaa. Ndiyo maana Allah anasema ala bidhikrillahi tatmainul qulub. Katika kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo hutulia. Hasira si sehemu ya funga, bali ni dalili ya akili inayohitaji ukarabati wa A, B na C. A ni neutral switching, yani kubadilisha mawazo. Hii ni mbinu ya kisaikolojia ambapo mfungaji anajifunza kubadilisha trigger ya hasira kuwa trigger ya utulivu. Mtu anapokukwaza unahisi hasira. Unapohisi hasira, ubongo wako unatoa ishara ya fight or flight. Badala ya kufoka, unatumia amri ya Mtume inayosema inni swaimu, kwamba mimi nimefunga. Unaposema inni swaimu, kwamba mimi nimefunga, unaruhusu ubongo wako prefrontal cortex kuchukua hatamu kutoka kwenye hisia ambayo inaitwa amygdala. Huku ndo tunasema kulinda funga yako kisaikolojia. Amygdala ni nini? Amygdala ni kituo cha hasira. Amygdala ni kifaa kina umbo la tunda la almond, yani kinakaa kwenye ubongo wa mwanadamu. Hiki ni kifaa ambacho ni kituo cha hasira ya mwanadamu. Kwa Kiarabu kinaitwa al-lawzatu dimaghia. Hiki ni king'ora cha hatari, yani the alarm system. Inahusika na hisia za haraka, hisia za hofu, hasira na woga. Sasa unapofunga, sukari inashuka katika mwili wako. Sukari ikishuka katika mwili wako, amygdala inakuwa nyeti, inakuwa very sensitive. Ndiyo maana mtu aliyefunga akichokozwa, amygdala inamruhusu afoke au apigane bila hata kufikiria. Anakuwa na hasira za haraka mtu aliyefunga. Sasa hali hii inapotokea, ndiyo prefrontal cortex inamwambia amygdala, acha hasira bwana, sisi tumefunga. Unakuta mwanadamu aliyefunga anakumbuka, nimefunga, sifai kutokana, sifai kupigana, sifai kufoka, anatulia. Prefrontal cortex ni nini? Prefrontal cortex ni kituo cha hekima na busara katika ubongo wa mwanadamu. Kwa Kiarabu inaitwa qishratu ma qabla jabohia, yani kifaa hiki ndio mkurugenzi mkubwa katika ubongo wa mwanadamu. Kazi yake ni kufikiri kwa kina, kupanga mipango ya kheri na kudhibiti hisia na kutofautisha kati ya zuri na baya. Hii qishratu ma qabla jabhia, yani kwa kizungu prefrontal cortex, ndiyo kifaa kinachokumbuka aya za Qur'ani. Ndiyo kifaa kinachomtuliza mwanadamu aliyefunga pale ambapo sukari za mwili wake zinaposhuka. Kifaa hichi kinashika hatamu ya kumkontrol mwanadamu na kumrudisha katika ibada, katika modi uliokuwa sahihi, na kumuondolea hasira na msongo wa mawazo. Shalba TV, furaha yako ndiyo fahari yetu.